Okay, mambo vipi? Naamini kabisa kwamba uko vizuri sana. Once again, karibu tena tuweze kuzungumza mambo kadha wa kadha yanaendelea katika uga wa kimichezo. Jina langu mimi naitwa Almachius Boniface Kanyasi. Na imani yangu inaniambia kwamba utakuwa uko vizuri sana na upo tayari kwa ajili ya kupewa update ya mambo mbalimbali yanayoendelea katika ligi kuu Tanzania bara. Sasa moja kati ya kitu ambacho sasa hivi kimekuwa ni kikubwa sana ni jinsi ambavyo ligi inavyoelekea ukingoni, lakini ni akina nani ambao sasa hivi tunawapa nafasi kubwa sana ya kuweza kubeba tuzo ya mchezaji bora wa msimu, kwa sababu hapa tunazungumzi tena habari ya mfungaji bora, kwa sababu mfungaji bora kuna criteria ambazo zitatumika always kuweza kutuambia je, huyo ni mfungaji bora ama si mfungaji bora. Lakini tumekuwa tukijiuliza sana kwenye eneo la namna hiyo, je, nani ambaye anaweza kuwa mfungaji bora? Na mimi nimepata wasaa wa kutazama baadhi ya michezo na kuna baadhi ya majina ambayo kwangu mimi nadhani wanastahili kuwa wachezaji bora katika msimu wa mwaka 2024-2025. Nitakupitisha katika uchambuzi wangu na wewe pia utaniambia je, nilichodhani kwamba hawa wanaweza wakawa wafungaji bora ni sahihi ama nitakuwa nimekosea. Mchezaji wa kwanza ambaye mimi ninampa nafasi ya kubeba tuzo ya mchezaji bora wa msimu wa mwaka 2024-2025 si mwingine bali ni Faisal Salum Toto Abdullah, ambaye ninaweza nikasema msimu huu umekuwa mabadiliko makubwa sana. Unajua Faisal ametustajabisha sana watu wengi kutokana na msimu uliopita chini ya Yusuf Dabo alikuwa anatumika kama executional player, mchezaji ambaye yeye ndo alikuwa ni mfungaji kwenye kikosi cha Azam FC. Na ni kutokana kwamba Azam FC mara baada ya kuondoka kwa Prince Mpomalelo Dube wakawa wana namna nyingine ya kupata mtu ambaye anaweza kuscore. So Faisal akawa amepewa hilo jukumu la kuscore. But this time around msimu huu kikosi cha Azam FC kilifanya mabadiliko ya kuongeza baadhi ya wachezaji ambao wanacheza kwenye ile eneo la ushambuliaji. Utakumbuka wana mtu kama Franklin Navarro walimuongeza, wana mtu kama Nasoro Sadun ambaye naye pia aliongezeka, lakini kuna Junior Blanco ambaye naye pia aliongezeka, na hao wote walikuwa wanajaribu kuongeza namba pale juu. So Faisal ilikuwa inabidi kwa namna moja ama nyingine ajaribu kubadilika kulingana na mahitaji, kwa maana ya sasa yeye awe ni mtengenezaji nafasi zaidi. Kumbuka msimu uliopita alimaliza msimu almost ameosea kwenye mabao kama 25 hivi, kwa sababu alikuwa na mabao 20 plus na assist kadhaa. So alikuwa ni mchezaji ambaye amehusika kwenye mabao mengi, although Aziz Ki alichukua tuzo zote kwa maana mfungaji bora, lakini pili alichukua hiyo tuzo ya MVP. Faisal hakupata tuzo ya namna hiyo. So msimu huu nampa hiyo opportunity ya kwamba anaweza akawa moja kati ya watu ambao wanaweza kuibeba hiyo tuzo. Msimu huu amecheza michezo 28 sawa na dakika 2377 akiwa amefunga mabao 13, akiwa ametoa assist 13, akiwa amefunga mabao 4. Maana yake amehusika kwenye mabao 17 kwenye michezo 28 alizocheza, huko akiwa amekosa penalty moja, akiwa na yellow card 6. Unaweza ukaona jinsi ambavyo mambo yalivyobadilika, lakini pia unajua the way ambavyo walimu wanavyobadilika, wanaweza wakawa kwa namna moja ama nyingine wakaathiri uchezaji wa wachezaji, na mwisho siku mkajikuta mmeshindwa kupata kile ambacho mlikuwa mnastahili kukipata. So ndivyo ambavyo ilivyokuwa kwa Feitoto, ambaye kimsingi alikuwa ana deserve, kwangu mimi namuona ana kila sababu ya kuwa nominated. Na hapa nazungumzia kuwania, sizungumzi nani anastahili kubeba. So kwangu mimi huyo ana deserve kuwa nominated, mtu wa kwanza. Lakini mchezaji wa pili ambaye kwangu mimi nadhani kuna kila sababu ya kumtazama kwa jicho la pili na uwezekano wa yeye kuwa MVP kwenye ligi kuu Tanzania bara ni mkubwa. Kwanza kutokana na jinsi ambavyo anavyocheza, umekuwa ni msimu wake wa kwanza, lakini mabadiliko ambayo ameyaonyesha kwa kipindi hiki ni makubwa sana, na pengine ni miongoni mwa wachezaji ambao hawapati kuimbwa sana, kwa sababu tulitarajia kwamba atakuwa kama viungo wengine ambao wamewahi kupita ndani ya kikosi hicho, na hapa namzungumzia Jean Charles Ahoua. Kinachosababisha Jean Charles Ahoua
asiingie kwenye midomo ya watu sana, ni jinsi ambavyo yeye mwenyewe anavyocheza, aina ya football ambalo yeye mwenyewe analipenda. Sio mchezaji ambaye ana vitu vingi sana. Tunaweza sema ni mchezaji wa maabara ambaye ametengenezwa kwa ajili ya kazi fulani. Mimi napenda sana kumuita mchezaji wa kariba ya hit and run. Yaani mchezaji ambaye anagusa mpira, anaondoka, anakaa kwenye nafasi and then anafunga. Sio mchezaji ambaye ana vitu, atagusa mpira, atafanya nini. Bahati mbaya hivyo ndio vitu ambavyo Watanzania wanapenda. Lakini Jean Charles kwangu ana deserve kuwa sehemu ya kikosi, kuwa sehemu ya watu ambao wanapambania tuzo ya mchezaji bora katika msimu. Kwa nini? Sababu mpaka sasa hivi jamaa amecheza jumla ya mechi 26. Kwenye hizi mechi 26 alizocheza sawa na dakika 1932. Hizi ndizo dakika ambazo Jean Charles Ahoua mpaka sasa ameweza kucheza, huku akiwa amegongwa kadi ya manjano moja, ana asisti 9, huku yeye mwenyewe akiwa amefunga mabao 16. Manake mpaka sasa hivi tunazungumza kwenye ligi kuu Tanzania bara amehusika kwenye mabao 25 kwenye michezo 26 alizocheza. Unaweza ukaniambia kuna mchezaji gani mwingine ambaye ndani ya kikosi cha Simba ama kwenye ligi kuu Tanzania bara amekuwa na namba nzuri kama hizi? So kwangu mimi huyu ni moja kati ya wachezaji ambao nawapa asilimia kama 80 ama 70 ya kubeba iko kiatu cha MVP. Licha ya kwamba pia namuona pia akienda kubeba kiatu cha mfungaji bora, kwa sababu wanaomfukuza hapo nyuma wanahitaji kufanya kazi kubwa sana ili kumstopisha. So let's wait and see ni nini ambacho anaweza kukifanya, lakini ni moja kati ya wachezaji ambao kwangu mimi ninawapa possibility kubwa sana ya wao kuja kuwa top scorer, lakini pia kuja kuwa MVP. Lazima kwenye nominees awepo. Mchezaji mwingine ambaye kwangu mimi ninampa nafasi anaweza kuwa MVP wa ligi kuu Tanzania bara ni kijana mdogo kutoka ndani ya kikosi cha Young Africa, na huyo si mwingine bali ni Clement Walid Mzize. Kwanza si mchezaji aliyepata nafasi za kucheza mara kwa mara, lakini pili mchezaji huyu amebadilishiwa nafasi mara kadha. Alikuwa anacheza kama striker, akaanza kucheza kama winger. Amecheza michezo 26 Clement Mzize, sawa na dakika 1700 akiwa na yellow card moja. Amefunga mabao 13 akiwa na assist 3 katika msimu huu. Ni moja kati ya wachezaji ambao wameisaidia Young Africans pakubwa sana, na mimi sintoshangaa kuona anakuwa kwenye ile kuwa nominated kama kwenye ile eneo la MVP, lakini pia anaweza kuwa hata MVP ikiwa Young Africans wanaweza kubeba ubingwa. Mchezaji mwingine ambaye anaweza akamchallenge pakubwa sana Jean Charles Ahoua ni Pacome Zouzoua. Huyu ni mchezaji ambaye mpaka anavyozungumza nanyi amehusika kwenye mabao 19 kwenye michezo 24 aliyocheza sawa na dakika 1467. Hajapata naye pia wasawa kuaminika sana, na ni msimu wake wa kwanza ndani ya kikosi ya Young Africans. Ameendelea kuwa mchezaji hatari sana. Unazungumzia mabao 19 ambayo ameshiriki katika msimu huu. Sio mabao mepesi, amefanya kazi kubwa sana kukuonyesha kwamba ni moja kati ya wachezaji ambao wamepambana sana. So na yeye pia akiwa kwenye nominated akawa MVP, sintoshanga. Hawa ndio wachezaji wangu ambao mimi nadhani wanaweza kama MVP. Sijui kwa upande wako unasemaje? Let me know katika comment. Utakuwa umefanya kazi nzuri. Asante and bye bye.